Hassan, naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mara tu baada ya kuapishwa na kumaliza itifaki za kijeshi, Rais Samia. Habari za hivi punde kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Tume ya Taifa ya Uchaguzi imetangaza rasmi kwamba Rais Samia Suluhu Hassan ndiye mshindi wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa asilimia zaidi ya 97 ya kura zote. Tangazo hilo lilitolewa leo alfajiri jijini Dodoma mbele ya waandishi wa habari, maafisa wa serikali na wawakilishi wa chama tawala cha CCM. Kwa mujibu wa matokeo rasmi, Samia amepata ushindi mkubwa akifuatiwa kwa mbali na mgombea wa chama cha Chadema ambaye kulingana na tume alipata chini ya asilimia 3 ya kura. Lakini mara tu baada ya matokeo hayo kutangazwa, hali ya utulivu ilivunjika katika baadhi ya maeneo ya nchi. Ripoti kutoka Dar es Salaam, Mwanza, Arusha na Mbeya zinaeleza kuwa maandamano makubwa yamezuka, huku wananchi wakilalamika kuwa uchaguzi haukuwa huru wala wa haki. Kwa upande wa serikali, msemaji wa Ikulu amesema, nikimnukuu, "Uchaguzi umefanyika kwa amani na ushindi wa Rais Samia unaonyesha dhamira ya Watanzania kuendelea na maendeleo." Mwisho wa kunukuu. Hata hivyo, mashirika ya kimataifa na waangalizaji wa haki za binadamu yakiwemo Human Rights Watch na UN Human Rights Office yameeleza wasiwasi mkubwa juu ya ukandamizaji wa wapinzani na kufungwa kwa mitandao ya kijamii wakati wa upigaji kura. Katika baadhi ya maeneo, vikosi vya usalama vimeonekana vikilinda majengo ya serikali, huku taarifa zisizothibitishwa zikidai kuwa zaidi ya watu 700 wamepoteza maisha katika ghasia zilizoambatana na maandamano ya kupinga matokeo hayo. Hadi sasa, Rais Samia hajazungumza moja kwa moja na taifa tangu kutangazwa kwa ushindi huo, lakini taarifa kutoka ndani ya chama chake zinasema anaendelea kupokea pongezi kutoka kwa viongozi wa Afrika Mashariki na dunia nzima. Wakati huo huo, viongozi wa upinzani wameapa kuendelea na maandamano hadi demokrasia ya kweli irejee nchini Tanzania. Hali bado ni tete na macho yote yameelekezwa kwenye Dodoma, ambako mustakabali wa taifa hili sasa unategemea utulivu na maamuzi ya serikali katika siku zijazo. Watanzania wanakasirika sana mara baada ya kusikia kwamba Samia Suluhu Hassan ndiye mshindi wa uchaguzi wa mwaka huu, kwa sababu wameona kwamba wanaenda tena kuishi miaka 5 wakiongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Na inavyosemekana ni kwamba baada ya hii miaka 5 atayokuwa ameongoza, ataongeza tena afanye jambo kama hili ambalo limefanyika, aongeze tena aongoze miaka mingine 5 ambayo yote kwa ujumla itaenea miaka 13 akiongoza nchi ya Tanzania, na atakuwa ndiye rais wa kwanza nchini Tanzania kuongoza miaka mingi. Na hili Watanzania wamesema hatuwezi tukalikubali, tutahakikisha hatuongozwi tena na huyu mama Samia Suluhu Hassan. Kutoka Dar es Salaam, huu ni AKS Don akikuletea taarifa za kina kuhusu Tanzania mpya baada ya uchaguzi wa mwaka 2025.
Kasongo, umeona pale ameacha watu wengi akaona mafuta yaishe sasa. Mtata wiki. Kinga katikati Kamongo. Kamongo inga katikati. Dandia. Yes, Kamongo. Bana, jangan. Kasongo, umeona pale ameacha watu wengi akaona mafuta yaishe sasa. Mtata wiki. Kinga katikati Kamongo. Kamongo inga katikati. Dandia. Yes, Kamongo. Yeah.